masomo ama ibada yetu ya siku ya leo, ambaye pia ni kuendelea kutoka mahali tulipoachia Jumapili ambayo ilipita. Tunawakaribisha katika jina la Yesu Kristo, na tunaomba kwamba muamue kuandamana nasi mpaka tutakapotamatisha hii awamu yetu ya siku ya leo. Jumapili tulianza sura ya 6 katika kitabu ama waraka wa Waebrania, na tukasoma mstari wa kwanza hadi mstari wa pili, tulipoona mambo ya kimsingi ya mafunzo ya Yesu Kristo. Tukaona ni mambo 6. Jambo la kwanza likiwa kutubu kutokana kwa kazi ambazo haziko hai, na nikaeleza ya kwamba ni kugeuka na kuachana na maisha ya dhambi na kuingia katika maisha ya haki na utakatifu mbele zake Mungu. Jambo la pili, tukaangalia ya kwamba ni imani kwa Mungu, na tukapata mwelekeo mzuri katika sura ya 11 hiki kitabu, mstari wa kwanza. Tukaona imani ikielezewa, na tukaona imani ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kuwa na uhakika wa mambo ambayo yanatarajiwa, na sehemu ingine ni kuwa kuangalia mambo yasiyoonekana ni kama yako, kuhimizika kuhusiana na mambo yasiyoonekana. Mambo kama Mungu hatumuoni, lakini tumeshawishika na tumehimizika ya kwamba yuko. Na nikatoa mfano pia wa wokovu na Roho Mtakatifu, ya kwamba siwezi nikatoa cheti ama kitu kingine cha kuonyesha mtu, ama sina alama yoyote ya kuonyesha kwamba nimeokoka, lakini nimeamini ya kwamba nimesamehewa dhambi zangu za awali, na ya kwamba nimekombolewa kutokana na nguvu za dhambi maishani mwangu, na ya kwamba nimeokolewa kutokana na hukumu ya Mungu ijayo kwa wale ambao wamekataa kumwamini. Ninaamini ya kwamba Roho Mtakatifu anadumu ndani yangu, hata kama siwezi nikakwambia ndiye huyu. Imani, kushawishika kuhusiana na mambo ambayo hayaonekani, na pia kuwa na uhakika wa mambo ambaye tunatumainia, kama vile ya kwamba Yesu Kristo atarudia kanisa, atarijia kanisa lake. Na nikasema ya kwamba mambo ambaye tumeshapokea sio tumaini tena. Tumaini ni kwa yale mambo ambaye hatujapokea. Tunatumaini, tunatazamia ya kwamba Kristo atakuja kuchukua kanisa lake takatifu, na tunatumaini ya kwamba tutadumu milele na milele katika uwepo na utukufu wake Mungu, iwapo tutapumzika tukiwa wenye haki mbele zake Mungu. Na kama
Kristo akilijia kanisa bado tutakuwa hai kama atapata tukiwa wenye haki mbele zake. Tumaini la umilele. Pia tukaangalia nguzo la pili ama jambo la pili kuhusu hiyo imani kwa Mungu. Ilikuwa jambo la pili na tuliweza kufikisha hapo. Sasa tutaendelea katika hoja ya tatu ambayo ni ya msingi kuhusiana na mafunzo ya Kikristo. Na nafikiri ni vizuri turudie kusoma mstari wa kwanza na wa pili ili tuweze kuendelea vizuri. Tukiendelea, wacha tusome waraka wa Ibrania sura ya pili, sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa pili. Niko katika Waefeso. Waraka wa Ibrania sura ya 6 mstari wa kwanza na wa pili. Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kikristo, tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu. Tusiweke msingi tena. Sasa hapo ndio mambo ya msingi ya mafunzo ya Kristo yameanza kuorodheshwa. Jambo la kwanza, kuzitubia kazi zisizo na uhai. Jambo la pili, kuwa na imani kwa Mungu. Jambo la tatu, mafundisho ya mabatizo na kuwekelea mikono. Jambo la tatu ni mafundisho ya mabatizo. Jambo la 4 ni mafundisho kuhusu kuwekea mikono. Jambo la 5 ni kufufuliwa kwa wafu. Jambo la 6 ni hukumu ya milele. Kwa hivyo tunaendelea tu ama bado tuko katika mstari. Sasa Jumapili iliyopita tuliweza kuangalia mstari wa kwanza. Sasa tutaangalia kuanzia mstari wa pili kuendelea. Na ndio tunaona mafundisho ya mabatizo ambalo ni jambo la tatu. Na ningetaka tuweze kuangalia kwa makini neno ambalo limetumika pale ni mabatizo, sio ubatizo. Yaani wingi wa ubatizo. Mafundisho ya mabatizo. Najua wengi sasa wameanza kujiuliza haya ni mambo gani? Lakini nashukuru Mungu sababu neno la Mungu limejieleza lenyewe. Na tutatumia maandiko kuona haya ni mabatizo yapi. Hebu tuende turudi katika Injili kulingana na Mathayo sura ya 3 mstari wa 11 na 12. Kiwa makini tutaona
Biblia ikiongea kuhusu mabatizo. Wacheni tusome Mathayo sura ya 3 mstari wa 11 na 12. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye aliye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sikustahili hata kuzichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sikia mstari wa 12. Ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Kama umekuwa makini sana katika huo mstari wa 11, Biblia imeongea kuhusu mabatizo 3. Nakumbuka ya kwamba haya ni maneno ya Yohana Mbatizaji, John the Baptist, akiambia Wayahudi ambao walikuwa nakuja kwake kwa ubatizo. Sikia anasema nini? Wacha turudie mstari wa 11 pole pole, tuone ni mabatizo gani ambaye yako katika huo mstari. Mstari wa 11, maneno ya Yohana Mbatizaji: kweli mimi nawabatiza kwa maji. Ubatizo wa kwanza, ubatizo wa maji, ambaye Yohana anasema ubatizo wa maji ulikuwa ishara ya kwamba mtu ametubu. Sababu unakumbuka kuna mahali, sijui kama ni hapo nyuma kidogo, akiambia Wayahudi, enyi kizazi cha nyoka, nani anawadanganya kwamba mtahepa hukumu ya Mungu ijayo? Na akawaambia wafanye matendo ambayo inaonyesha ya kwamba wametubu, na akakataa kuwabatiza sababu hawakuwa wametubu, lakini walikuwa nakuja ati wabatizwe kuonyeshana wametubu. Naye Yohana Mbatizaji ambaye alikuwa ametumwa na Mungu kutangulia Yesu Kristo, akasaidiwa na Mungu kujua na kuona unafiki uliokuwa na hawa watu. Kwa hivyo ubatizo wa maji, wenye tunabatiza watu kwa mto ama kwa pool, Kikristo inakuanga ni kuonyesha kwamba mtu ametubu kutokana na dhambi zake. Na unaona utaratibu ulioko katika neno la Mungu. Tumeona ya kwamba jambo la kwanza la muhimu katika mafunzo ya Kristo ni kutubia kazi zisizo hai, kutubu kutoka kwa dhambi. Naye tunaona jambo la tatu ambalo tunatakana tufunzwe la msingi kama Wakristo ni kuhusu mabatizo. Na ubatizo mmoja ni ishara ya hoja ya kwanza ya kwamba tunatakana tufunzwe kuhusiana na kutubu kutokana na kazi za dhambi. Na pia bado tunatakana tufunzwe kuhusu ishara ya kwamba mtu ametubu kutokana na kazi za dhambi. Ubatizo wa kwanza, ubatizo wa maji.
kuonyesha ya kwamba ndugu ama dada katika Kristo ama muumini ametubu kutokana na kazi zisizo hai ama na dhambi. Yaani mtu ambaye alikuwa naishi maisha ya dhambi, maisha yasiyo haki mbele zake Mungu, amegeuka, ameachana na hayo maisha ya dhambi na ameanza kuendelea na maisha haki na utakatifu mbele zake Mungu. Huyo ndiye mtu anayestahili kubatizwa. Lakini jambo la hofu ni kuwa kuna watu wanabatizwa ambao hata hawajui kutubu ni nini. Kuna watu wanabatizwa ambao hata hawajatubu, bado wanaendelea katika dhambi zao. Huo ubatizo wao hauna maana. Katika hapa Mathayo 3:11 tuone ubatizo wa pili. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Tumeona huo ni ubatizo wa kwanza. Bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala stahili hata kuvichukua viatu vyake. Sikia sasa ubatizo mwingine. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Sikia ubatizo wa pili, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tumeona ubatizo wa kwanza ni ubatizo wa maji, ubatizo wa pili ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na tofauti ya ubatizo wa maji na ubatizo wa Roho Mtakatifu: ubatizo wa maji, mwanadamu ndiye anabatiza, vile ambavyo Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza watu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni Yesu anayebatiza watu. Hata niko na majina gani ya kihuduma, hata nina ufuasi kiasi gani, hilo silo jukumu langu kubatiza watu kwa Roho Mtakatifu. Yesu ndiye anabatiza watu kwa Roho Mtakatifu. Na niseme hivi, unajua watu kujaribu kuleta mchanganyiko ama kujifanya ya kwamba wanaelewa sana neno la Mungu, wanasema ya kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu na indwelling of the Holy Spirit, yani Roho Mtakatifu kudumu ndani ya mtu na kujazwa na Roho Mtakatifu, being filled with the Holy Spirit. Watu wanajaribu kuelezea mambo tofauti, lakini ukweli ni kuwa kujazwa na Roho Mtakatifu, kubatizwa na Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu kudumu ndani ya mtu, hilo ni jambo moja. Hilo ni jambo moja. Unajua, nasikianga watu wakijaribu kuelezea ati Roho Mtakatifu ati anakujaa wakati wanatakana ufanye jambo. Hapana. Roho Mtakatifu akishaingia ndani ya muumini anakuanga amejaa. Hakuna mambo ya quarter, nusu ama 3/4 ya Roho Mtakatifu katika muumini. Yesu mwenyewe alisema
katika Injili ya Yohana 7 mstari wa 37. Hebu tusome tuone. The Gospel according to John chapter 7 verse 37 to 39. Yohana 7 mstari wa 37 hadi 39. Wacha tusikie Yesu yeye mwenyewe alivyosema kuhusu Roho Mtakatifu. Na vile wanafunzi hawakuelewa hapa, ndivyo ambavyo hata watu wengi hawaelewi wakati huu kuhusu Roho Mtakatifu. Sikia. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watapokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Unaona hapa Yesu anaongea kuhusu Roho Mtakatifu ambaye wale ambao wanamwamini watapokea. Sio ati mitume peke yake, sio ati wahubiri peke yake, sio manabii peke yake, sio wainjilisi peke yake. Anasema watakao muamini wote. Unaona, anasema wale ambao watakao muamini watapokea. Mahali pengine Yesu akaambia wanafunzi wake katika siku zake za mwisho ya kwamba wangojee Yerusalemu mpaka ahadi ambayo aliwaahidi ya Roho Mtakatifu aje. Na wakaambia kwamba atakapokuja juu yao watapokea nguvu na watakuwa mashahidi wake, kuanzia Yerusalemu kuelekea katika pembe zote za ulimwengu. Yesu Kristo akasema watakao muamini watapokea Roho Mtakatifu, na akaendelea kuambia siku zake karibia za mwisho ya kwamba wasitoke Yerusalemu mpaka watakapopokea Roho Mtakatifu. Hebu tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Unaona pale kwa Yohana Yesu anaongea kuhusu kupokea Roho Mtakatifu. Na ukiendelea kuna mahali utasoma katika hiyo Injili kulingana na Yohana akisema ya kwamba yeye Yesu Kristo Mungu Mwana na Baba yake Mungu Baba watakuja kudumu ndani ya waumini. Aliongea hivyo alipokuwa akiwaahidi kuhusu Roho wa kweli ambaye ni Roho Mtakatifu. Akaongea kuhusu kudumu ndani yao. Sasa unaona ameongea kuhusu Yesu mwenyewe, anaongea kuhusu kupokea kwa Roho Mtakatifu, anaongea kuhusu
Roho Mtakatifu kuja juu ya wanafunzi wake, na bado anaongea kuhusu Roho Mtakatifu kudumu ndani ya waumini ama wanafunzi wake. Kwa hivyo hii mafunzo ambayo watu wanaleta kutaka kujionyesha venye wanaelewa ya kwamba kupokea Roho Mtakatifu ni tofauti na kujazwa na Roho Mtakatifu, na ni tofauti na kubatizwa na Roho Mtakatifu. Hilo ni jambo moja. Sasa tuone wakati Roho Mtakatifu alikuja kwa wanafunzi, jinsi ambavyo Yesu alikuwa ameahidi. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Biblia inasema hivi: hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila moja wao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Sikia. Mstari wa 3. Kukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia. Umesikia? Ukawa hizo ndimi za moto zikaja juu yake, juu yao, juu ya kila mmoja wao. Sikia mstari wa 4. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingi kama Roho alivyowawezesha kutamka, alivyowajalia kutamka. Sasa si unaona hapo, kwa huo tu hiyo sehemu tumesoma, Biblia inaongea kuhusu Roho Mtakatifu kuwa juu ya waumini, na inaongea kuhusu Roho Mtakatifu kujaza waumini. Na Yesu akiahidi alisema ya kwamba watakao muamini watapokea Roho Mtakatifu. Akiahidi alisema ya kwamba Roho Mtakatifu atadumu ndani yao. Akiongea alisema ya kwamba Roho Mtakatifu atakuja juu yao, na akija juu yao watapata nguvu, na wataweza kuwa mashahidi wa Yesu Kristo kuanzia Yerusalemu kuelekea katika pembe zote za ulimwengu. Kwa hivyo tuache kuchanganya watu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu, kujazwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu kudumu ndani ya mtu muumini ni kitu kimoja. Tuache kuchanganya watu. Unajua, nilisikia mtu mwingine akijaribu kuelezea ati Roho Mtakatifu anakuja wakati pengine unataka kufanya ubatizo, unabii, ama anakuja wakati unataka pengine kufanya uponyaji, ama anakuja wakati unataka kuhubiri ama kufunza. Sasa swali langu ni je, kwani kama sifunzi ama sitabiri ama sifanyi uponyaji, Roho Mtakatifu wako nusu ndani yangu? Hilo ndilo swali tunafaa kujiuliza.
Roho Mtakatifu anajaa kila wakati. Hakuna roho nusu, hakuna 3/4. Ni mara mbili. Iwe Roho Mtakatifu amekujaa ama Roho Mtakatifu hayuko ndani yako. Na Roho Mtakatifu anafanya kazi kila wakati ndani ya muumini. Hata wakati umekaa hivi na hakuna kitu unafanya, Roho Mtakatifu ako ndani yako na anatenda kazi. Kwa hivyo ubatizo wa Roho Mtakatifu ni sawasawa na kujazwa na Roho Mtakatifu. Ni sawasawa na Roho Mtakatifu kudumu ndani ya muumini. Hayo mafunzo mengine sijayaona katika neno lake Mungu. Ingawa pia niliona mahali ambapo watu wanaweza kuwa wametoa haya mafunzo ya kusema ati Roho Mtakatifu anajaza mtu wakati anataka kufanya jambo, pengine unabii ama uponyaji. Sababu kuna mahali nilisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, nikaona, sikumbuki kama ilikuwa inaongea kuhusu Paulo ama Petro. Imeandikwa ya kwamba akiwa amejaa na Roho Mtakatifu akafanya. Being filled with the Holy Spirit, he said or did this and that. Sikumbuki kabisa ni sehemu gani. Lakini Biblia haiandiki hivyo kutuonyesha kwamba Roho Mtakatifu alimjaa ndiye afanye hivyo. Imeandikwa hivyo kuonyesha ya kwamba alilokuwa akifanya ama kusema, mwongozo ulikuwa wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuwa ndani yake. Hakufanya kulingana na mawazo yake. Hapo tuelewe. Wakati Biblia inasema ya kwamba akiwa amejawa na Roho Mtakatifu akafanya ama akasema, haimaanishi ya kwamba amejazwa wakati huo na Roho Mtakatifu. Inataka kutuonyesha ya kwamba aliyotenda ama aliyofanya, mwongozo wake ulikuwa wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tuingie katika ubatizo wa tatu. Ubatizo wa Roho. Unajua hapa watu pia wanachanganyikiwa. Wanasema ya kwamba wakati mtu amejazwa na Roho Mtakatifu amebatizwa na moto. Na huku kuchanganyikiwa kunatoka katika hii sura ya 2 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, sababu tunaona na watu wanakosa kuelewa ya kwamba ni mfano. Hebu turudie tukisoma polepole Matendo ya Mitume sura ya 2. Biblia inasema hivi, kuanzia mstari wa 1. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote mahali pamoja. Makinika mstari wa 2. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo. Hili neno kama litaleta tofauti sana ya venye unaelewa Roho Mtakatifu. Unajua watu wengine wanasema ati Roho Mtakatifu ni upepo. Lakini kuna neno linasema ya kwamba uvumi ulikuja kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Kwa hivyo Roho Mtakatifu sio upepo wa nguvu ukienda kasi. Najua hata naonanga wengine wakati wanafanya sarakazi za kuambia watu wapokee Roho Mtakatifu. Na tumeonyeshwa tu ya kwamba
ubatizo wa Roho Mtakatifu unafanywa naye Kristo, unafanywa na Mungu, sio mwanadamu. Ati unasikia wakisema ati receive the Holy Spirit. Huo ni ukatuni, hizo ni sarakasi. Roho Mtakatifu sio upepo, sababu Biblia inatuambia kama, inalinganishwa. Haya, tukiendelea kusoma, turudie mstari wa pili. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Haya, tuendelee katika mstari wa tatu. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Angalia hilo neno tena, kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Kwa hivyo Roho Mtakatifu sio ndimi za moto, sababu kuna neno kama ndimi za moto. Yaani Biblia inataka kuelezea hali ilivyokuwa. Inaelezea kupitia kwa vitu ambavyo watu wanaelewa, ya kwamba kama, ili watu waweze kuelewa atmosphere iliyokuwa katika kile chumba ambacho waumini walikuwa ndani yake. Lakini hakuna mahali Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu ni upepo unaovuma kwa nguvu na kasi. Hapa Biblia haijasema ya kwamba Roho Mtakatifu ni ndimi za moto. Imesema kama. Unajua hata wewe wakati unaelezea mtu kitu, na ni kitu ambacho haukioni hapo hapo, ama hauwezi elezewa kikamilifu, unamwambia kama. Mwambia kitu kubwa kama ile nyumba. Ama unasema hiyo gari ilikuwa inatembea kwa kasi kama safari rally, lakini haimaanishi ya kwamba hiyo gari ilikuwa safari rally. Ama haimaanishi hiyo kitu unaelezea ilikuwa kubwa kama nyumba, haimaanishi ilikuwa nyumba. Kwa hivyo Roho Mtakatifu sio moto, sio ndimi za moto, sio upepo unaovuma kwa kasi. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu asiyeonekana. Roho Mtakatifu ni njia ambaye Mungu anadumu ndani ya waumini, sio upepo, sio moto. Sasa nasema hivyo sababu watu wengine wanashindwa kutofautisha ubatizo wa Roho Mtakatifu na ubatizo wa moto. Sasa wacha turudi katika Mathayo sura ya 3 mstari wa 12, tuone huo ubatizo wa moto ni upi. Na tumesoma, tumeona. Unajua ni venye watu walijifanya watoto wenye tulikuwa tunaona ile Jumapili ingine. Yaani kazi yao ni kupewa tu maziwa, yaani ni kukua tu spoon fed. Mtu hawezi jisomea Biblia na aambie Roho Mtakatifu amsaidie kuelewa. Anangoja tu aende kanisani Jumapili ama kwa ushirika, apewe neno kama mtoto mdogo. Vile tu mhubiri alisema ni hivyo, hata kama anasema kinyume na maandiko. Mathayo
3 mstari wa 12. Katika mstari wa 11 tumeona ya kwamba kuna ubatizo ambayo Yohana alikuwa anabatiza watu nao, ubatizo wa maji, kama ishara ya kwamba wametubu, wamegeuka kutokana na kazi za dhambi na wameingia katika kazi za haki na utakatifu mbele zake Mungu. Ubatizo wa pili, ubatizo wa Roho Mtakatifu, na tukaona ni kujazwa na Roho Mtakatifu, ni Roho Mtakatifu kudumu ndani ya muumini. Ubatizo wa tatu, ubatizo wa moto, sababu Yohana alisema ya kwamba Yesu atakuja kubatiza watu kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sasa wacha tuone ubatizo wa moto ni upi. Tutapata hilo jibu katika mstari wa 12, hiyo sura ya 3 Injili kulingana na Mathayo. Ubatizo wa moto ukielezewa, ambaye pepeto lake li mkononi. Hii pepeto ni kitu inakaa kama, sana sana watu ambao wanalima pengine ngano ama nyasi, inaachwa inakuwa kubwa, alafu inakatwa. Kuna kitu inakaa kama uma, hii uma yenye tunakula naye, lakini ni kubwa sana, ndio inatumika kusukuma hiyo nyasi ama ngano iweze kuisanya mahali pamoja. Sasa inasemekana Yesu, ndio Yohana alikuwa naongea kuhusu nyakati za mwisho venye kutakuwa. Anasema katika mstari wa 12, pepeto lake. Alafu pia hiyo kitu kama ni ngano ilikuwa inatumika kupiga ngano ambayo imevunwa, ndio nafaka ya ngano itokane na mmea wa ngano iweze kumwagika chini. Ikishamwagika chini, hiyo pepeto bado inatumika kuinua. Hata nafikiri kuna, hebu tuone huo mstari wa 12. Makapi, imeitwa makapi. Ikisanywa tu hiyo ngano, pengine ni kwa hii nyumba, inapigwa hizo nafaka za ngano, sababu ni ndogo, zinaenda upande wa chini na makapi yanabaki juu. Hii inaitwa chafu, inakaa kama nyasi. Sasa hiyo pepeto ndio inatumika bado kuinua, kutoa hiyo makapi kando, ndio ngano ibaki hapa. Hiyo ndio mfano tunaelezewa. Sasa tukirudi tena katika mstari wa 12, ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake. Yaani unaona mahali ambapo hata tunaona wakati tunavuna mahindi ama maharagwe, ikishaka huko inawekwa mahali na kitukaa chandarua inatandazwa. Nini zinapigwa zikiwa hapo, zikishapigwa maharagwe itaenda chini. Ama wale ambao wanapiga na gunia, ikiwa kwa gunia mahindi inapigwa alafu inamwagwa hapo, hiyo sehemu inaweza kuwa ni tandarua ama ni mahali pasimiti. Sasa inasemekana, Biblia inatuambia kwamba Yesu pepeto lake, hilo pepeto bado ilikuwa inatumika kama kifagio kutenganisha makapi na mbegu.
nafaka. Sasa anasema atausafisha uwanda wake, yaani hapo mahali ambapo hiyo nafaka ilikuwa inapigwa, na tumepewa mfano wa ngano. Atapasafisha, aondoe makapi. Hapo akishaondoa makapi, haishi hapo, atasanya ngano. Kuna vitu mbili hapa, kuna ngano na kuna makapi. Ngano ataichukua aiweke ghalani, naye makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Huo ndio ubatizo wa moto. Na unajua huu ni mfano unatumika. Kanisa lake takatifu ni ngano. Makapi ni wale ambao wamemkataa. Ghala ni uwepo na utukufu wake. Hapa mahali ambapo inasema makapi yatatupwa katika moto mkuu unaoteketea na usiozimika, ni Jehanamu, bahari la moto. Na pia Yesu alitoa mfano kama huu, mfano wa mpanzi. Akasema ya kwamba mpanzi alipanda mbegu, na usiku alipolala, yule mwovu akaja akapanda magugu. Naye wafanyikazi wake wakamwambia wang'oe magugu sasa, sababu baada ya mbegu kuota, ngano iliota na magugu pia yakaota. Sasa wale watenda kazi wake wakaambia mwenye shamba ya kwamba wang'oe magugu, naye mwenye shamba akawaambia hapana, wacha zikue pamoja, sababu ukisema ni kung'oa magugu utang'oa pia na ngano, sababu hakuna tofauti kubwa sana ya ngano na magugu. Hiyo ni chafu. Wacha nikikumbuka, hiyo mmea inafanana tu na ngano. Kwa hivyo wakati unang'oa, unaweza usipokuwa makini unaweza fikiri unang'oa hiyo magugu ung'oe ngano, sababu hazina tofauti kubwa. Mwenye shamba akamwambia wacha zikae pamoja, zikue pamoja. Ikifika wakati wa mavuno, tutavuna ngano tuweke ghalani, naye magugu tutateketeza. Mifano mingi kuhusu jinsi itakavyokuja wakati wa mwisho. Kwa hivyo ubatizo wa moto ni ubatizo wa wale ambao watapatikana kama wamemkataa Yesu. Wakiwa hai ama hata kama walikufa kama wamemkataa. Ubatizo wao ni wa moto usiozimika. Inaitwa eternal fire. Tumeona batizo 3 ambazo tumeona katika kitabu cha Hebrania, tukiambua mafunzo kuhusu mabatizo. Kwa hivyo mabatizo ni 3. Batizo wa maji, ishara ya kwamba watu wametubu. Ubatizo unatakana ufanyike kwa mtu ambaye ametubu dhambi zake kwa hakika, ameamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi maishani mwake,
na ameachana na kazi za dhambi na anaendelea katika kazi za haki na utakatifu, huyo ndiye anatosha kubatizwa ubatizo wa maji. Kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu ambaye pia ni Roho Mtakatifu kudumu ndani ya mtu, ambaye pia ni kujazwa na Roho Mtakatifu. Hiyo ni kazi ya Yesu Kristo, na alisema ni kwa waumini watakao muamini. Kwa hivyo kama kweli umetubu dhambi zako na hakika umeamini Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anadumu ndani yako. Umejazwa na Roho Mtakatifu, umebatizwa na Roho Mtakatifu. Na wacha nikwambie, uache kudanganywa ati uende uombewe upokee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni ahadi yake Yesu Kristo kwako wewe ambaye utamuamini kwa kweli. Kwani unahitaji kuombewa upokee kile kitu ambacho umeahidiwa na ni automatic. Lakini unajua watu wengi wanajifanya kwamba wamejawa na Roho Mtakatifu zaidi ili waweze kukanyangia wengine chini, ili wengine waweze kuwatazamia wakijua ya kwamba hakuna kile ambacho wanaweza fanya. Na ndio unasikia mafunzo ya sijui tapping anointing. Anointing ya nini? Kwani kuna mtu wako na Roho Mtakatifu kiasi kingi mpaka anatosha kukabia watu? Ni vizuri tujisomee neno lake Mungu na tuambie Roho Mtakatifu atusaidie kuelewa, sababu unapojisomea neno lake Mungu utakuja kupata mambo mengi ambayo hayasemwi. Utakuja kupata ahadi mingi ambazo Mungu amekuahidi kama muumini, na neno la Mungu litakuweka huru. Sasa kama hii mambo ya kusema ati mtu fulani amejazwa na Roho Mtakatifu zaidi, na wewe ati umeokoka, kwani wewe umejazwa na nini? Lakini sababu wale watu wanataka muwe watumwa wao, unasikia hata mtu akisema mpaka aende kuombewa na mtu fulani, ati sababu upako wake ni wa hali ya juu. Mbele yake Mungu tuko sawa. Ni vile tu huyu Roho Mtakatifu mmoja anapea waumini, anapea watu wake karama na vipawa tofauti tofauti za Roho Mtakatifu kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya kufanya muumini mkamilifu, na kwa ajili ya kulijenga kanisa lake Mungu. Sio kujidai, sio kujiinua, sio kufanya biashara ama kuweka watu kama watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ahadi yake Yesu Kristo kwa kila muumini wake wa kweli. Ahadi yake Yesu Kristo. Unajua ubatizo wa Roho Mtakatifu na ubatizo wa moto, watu wengi wamechanganyikiwa sana.
Hata niliwahi sikia mahali dada fulani akihubiri akisema ya kwamba amebatizwa na Roho Mtakatifu na moto. Sasa tumeona ubatizo wa moto ni kwa wale ambao wamemkataa Yesu Kristo. Sasa wewe ukisema ati umebatizwa na Roho Mtakatifu na moto, ni kumaanisha ujielewi. Sababu unasema umepokea Roho Mtakatifu ambaye waumini wa Yesu Kristo wanapokea, na upande huu mwingine unasema uko katika hukumu ya Mungu. Upande huu mwingine unasema ya kwamba mimi ni wa kutupwa jehanamu. Unaona vizuri? Tusome neno la Mungu na tuambie Mungu atusaidie kulielewa vilivyo. Haya, mimi najua wengine wale ambao wanapenda kuonyesha kwamba Biblia iko na utata, wanaweza enda sasa katika Waefeso sura ya 4, tusome mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Sababu hapa naye Biblia inaongea kuhusu ubatizo mmoja. Pale katika Mathayo 3:11-12 inaongea kuhusu mabatizo matatu. Haya, wacha tusome Ephesians chapter 4 verse 1-6. Waraka wa Waefeso sura ya 4 mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Biblia inasema hivi: kwa hivyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili moja na roho moja, kama mlivyoita katika tumaini moja la wito wenu. Sasa sikia mstari wa 5. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote, ya yote na katika yote na ndani ya yote. Umesikia? Ubatizo mmoja. Hapa Paulo anaongea kuhusu umoja wa imani yetu, umoja wa kanisa lake Kristo, umoja wa mafunzo na imani na mambo yote. Kanisa moja la Kristo, ya kwamba hakuna migawanyiko, ya kwamba tukienda kufunza kama ni mambo ya imani, kama ni mambo ya Roho Mtakatifu, tunaongea kuhusu jambo moja. Sasa hata ubatizo tunaongea kuhusu ubatizo mmoja. Sasa watu pengine wanaanza kuuliza, na si unaona Biblia inakanganya? Kwa nini pale katika Waefeso inasema ubatizo mmoja, na tena katika Waibrania inasema mabatizo? Pande moja inasema ubatizo mmoja, pande mwingine inasema mabatizo mengi. Sikia nikwambie, unajua ukiangalia kuna watu wanabatiza watu kupitia chini ya bendera na wanajiita wa Kristo. Wako. Kuna watu wanabatiza watu kwa vitu tofauti tofauti na wanajiita wa Kristo. Kuna watu
wanabatiza watu kwa jina la kanisa. Kuna watu wanabatiza watu kwa jina la kiongozi wa dini. Hata kuna watu wanabatiza watu kwa jina lao yeye mwenyewe. Kuna mtu mwingine kama alikuanga Nigeria, hata alikuwa na kikundi cha watu walikuwa wanajiita Disciples of Joshua. Alikufa katika kifo ambacho kinatatanisha, na alikuwa tapeli mkubwa wa kidini. Sasa sababu ya hizo mambo mingi kuhusu ubatizo, ndio Paulo anasema ubatizo ni moja. Ubatizo ni upi? Unajua, tumeangalia tukaona ule ubatizo wa maji ni ubatizo ambao mwanadamu anabatiza mwanadamu mwingine, muumini, kuonyesha ya kwamba ametubu. Tumeona ubatizo wa Roho Mtakatifu ni Yesu, ni Mungu anabatiza, sio mwanadamu. Na kuna huu ubatizo wa moto ambaye ni kutupwa jehanamu, kutupwa katika bahari la moto kwa wale ambao watakufa kama wamemkataa Kristo, na wale ambao bado Kristo akija watakuwa bado wamemkataa. Kwa hivyo ubatizo wa moto hautuhusu sisi, sio sehemu yetu sisi ambao ni waumini tukiendelea katika imani ya kweli. Ubatizo wa Roho Mtakatifu, hiyo sio kazi yetu, hiyo ni kazi ya Mungu kubatiza waumini. Ubatizo wa maji, wakati Paulo anaongea hapa kuhusu ubatizo moja, anaongea kuhusu ubatizo wa maji. Naye ubatizo wa maji unafaa kuwe namna gani? Wacha tusikie Yesu Kristo alisema nini kuhusu ubatizo wa maji. Aliambia wanafunzi wake nini? Twende katika Mathayo sura ya 28 mstari wa 19. Matthew 28 mstari wa 19, sio 29. Katika wito mkuu Yesu aliambia wanafunzi wawe wakibatiza watu kwa ubatizo gani? Ubatizo wa maji, sababu hiyo ndilo jukumu letu. Batizo wa Roho Mtakatifu. Na Yohana amesema mzuri sana, ninawabatiza kwa maji. Unaona, atakaye kuja nyuma yangu ni mkuu, na alikuwa kabla yangu. Ni mkuu kiasi ya kwamba sitoshi kushika kamba za viatu zake. Alikuwa anaongea kuhusu Yesu Kristo. Naye huyu Yesu Kristo atakuja kuwabatiza kwa maji, kwa Roho Mtakatifu, na kuwabatiza kwa moto. Kwa hivyo Yesu anabatiza ama anajaza Roho Mtakatifu wale ambao wamemwamini, na wakati ujao wale ambao watakuwa wamemkataa atawabatiza kwa moto, atawatupa jehanamu. Kwa hivyo katika hizi mabatizo tunaongea katika waraka wa Wahebrania, ubatizo wa maji, huo ndio wa mwanadamu. Hiyo ndio kazi ambayo mwanadamu anaweza fanya. Hizi batizo zingine za Roho Mtakatifu na moto,
Hiyo ni kazi yake Yesu, ni kazi ya Mungu. Sasa tuone Yesu Kristo aliambia wanafunzi wake nini kuhusu ubatizo wa maji. Mathayo 28 mstari wa 19. Basi huo ndio ile unaitangwa wito mkuu, the Great Commission. Basi enendeni mkawafanye mataifa wote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi hadi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Ubatizo gani? Yaani tunaambiwa wakati Paulo katika Waefeso nasema ubatizo ni mmoja, ni huu. Wakati tunabatiza watu kwa maji, wale watu ambao wametubu kweli na wameachana na kazi za giza, kazi za dhambi, na wamegeuka katika kazi za haki na utakatifu, tunafaa kuwabatiza kwa ubatizo mmoja. Maneno yake Yesu. Basi enendeni mkawafanya mataifa wote kuwa wanafunzi. Sikiza hapa. Na kama una Biblia na unaweza chora mstari hapo chini ama uhighlight. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati Paulo katika Waefeso anasema ubatizo ni mmoja, anaongea kuhusu ubatizo wa maji, na tunafaa kubatiza watu tu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tufai kubatiza watu kwa dini. Hatufai kubatiza watu kwa viongozi wa dini. Hatufai kubatiza watu kwa jina lingine. Tunafaa kubatiza watu kwa jina la Mungu ambaye ni Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati Paulo anasema ubatizo ni moja, ni ubatizo wa maji ambao watu wanabatizwa kwa jina la Mungu ambaye ni Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na tukirudi kidogo katika Mathayo 3, Yohana Mtakatifu, Yohana Mbatizaji alitumwa naye Mungu, na alisema kwa maneno yake, akanukuu maneno ambayo yalikuwa yamenenwa na nabii Isaya. Sauti ya mtu aliye nyikani akisema, tengenezeni njia, tayarisheni mioyo yenu kwa kuja kwa Kristo, kwa kutubu dhambi zenu na kumpokea Kristo. Nani? Yohana Mbatizaji alikuja na ujumbe wa kutubu na kumpokea Kristo ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye ni dhihirisho la Mungu katika mwili. Na wale ambao waliamini ujumbe wake kama ukweli, wakaukubali,
na wakatenda kulingana na ujumbe wake, hao ndio walifaa kubatizwa, kuonyesha ya kwamba wameamini ujumbe wa kutubu na kumpokea Kristo, na wametenda hivyo. Sasa wakati Yesu anaambia kwamba watu, yani kumaanisha Yohana alikuwa anabatiza watu sababu wamekubali ujumbe wake wa kutubu kupitia kwa Yesu Kristo. Sasa naye wakati huu, wakati tunaambiwa tubatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ni wale watu ambao wamepokea hii habari na kuikubali ni ukweli na kutenda kama habari inavyosema, ya kwamba huyu Mungu wetu ni Mungu Baba, ni Mungu Mwana na ni Mungu Roho Mtakatifu. Wewe ndiye unafaa kubatizwa kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo lazima ukuwe umeelezwa kuhusu huyu Mungu ambaye amejidhihirisha kwetu kama Baba yake Yesu Kristo, amejidhihirisha kwetu kama Mwana, na amejidhihirisha kwetu kama Roho Mtakatifu. Yaani Mungu mwenye mamlaka, anayetupenda sisi wanadamu, ambaye alikuja kama Yesu Kristo kwa ajili ya ukombozi wetu, na baada ya kurudi katika utukufu wake hakutuacha bure, hakuacha waumini bure, anadumu ndani yetu kama Roho Mtakatifu. Unatosha kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu sababu ya umbali ambao tumefika. Tutamatishia hapo mpaka Jumapili ijayo. Mungu atubariki na azidi kututenda mema.